Natazama mimi niko pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahali. Amina. Maranatha, Yesu anakuja. Ufunguo wa historia, Januari 7. Ee mlinzi, habari gani za usiku? Mlinzi akasema, mchana unakuja na usiku pia. Mkitaka kuuliza ulizeni, njooni tena. Isaya 21 mstari wa 11. Kueleweka kwa tumaini la kuja kwa Kristo mara ya pili ni ufunguo unaofungua historia yote inayofuata, kisha hueleza masomo ya siku za usoni. Sauti ya mlinzi wa kweli inahitajika isikike sasa katika nchi yote. Mchana unakuja na usiku pia. Tarumbeta yapaswa itoe sauti inayoeleweka, kwani tupo katika siku kuu ya maandalio ya Bwana. Kweli juu ya unabii zimefungwa pamoja, na tunapoendelea kujifunza zinatengeneza kama kishada kizuri sana cha ukweli wa matendo ya Kikristo. Ni wazi kuwa mahubiri na mafundisho yote tunayotoa huzihilisha kwamba tunasubiri, tunatendea kazi na kuombea ujio wa mwana wa Mungu. Ujio wake ndio tumaini letu. Tumaini hili lapaswa kufungwa pamoja na maneno na kazi zetu, pamoja na jumuiya zetu na mahusiano yetu. Kuja kwa mwana wa Adamu mara ya pili kunapaswa kuwa neno kuu linalodumu mbele ya macho ya watu. Hili ni fundisho ambalo halipaswi liachwe katika mahubiri yetu. Uhalisi wa milele unapaswa udumishwe kama wazo kuu ndani yetu. Ndipo mivuto ya dunia itaonekana katika uhalisia wake wa kutokuwa na faida na pia ubatili. Sisi ni wageni na wasafiri ambao tunangojea, tunatumaini na tunaomba kwa ajili ya tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Kama tukiamini hivyo na kuliishi tumaini hili maishani mwetu, imani na tumaini hili vitaamsha utendaji halisi katika maisha yetu. Vitaamsha upendo wa kweli kati yetu, maisha matakatifu kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na katika matarajio yetu ya kupatiwa thawabu, tofauti kati yetu na ulimwengu itaonekana dhahiri. Ukweli kwamba Kristo anakuja hauna budi kuwekwa wazi mbele ya kila mtu.